Habari yako mtazamaji wangu wa kipindi chetu cha siasa ya ulimwengu. Karibu tena katika siku nyingine na wakati mwingine wa mwendelezo wa kipindi chetu. Kipindi ambacho kinakujia kwa udhamini wa Mnukwa Global Visa Consultants, ambao sio tu washauri wako, lakini vile vile ni wasaidizi wako ikiwa katika siku za usoni unakusudia kuelekea katika nchi za ughaibuni, maana nchi kama za Canada, Marekani, Australia, nchi za Umoja wa Ulaya pamoja na nchi ya Uingereza. Unaweza kuwasiliana nao kupitia namba zilizoko hapo chini ya tangazo kwa msaada, ushauri pamoja na maelekezo. Tukielekea katika uchambuzi wetu wa siku ya leo, bila shaka imepita siku moja toka mawaziri wa mambo ya nje wa nchi ya Kongo na nchi ya Rwanda waliposaini makubaliano ya amani. Makubaliano ambayo yamesimamiwa na nchi ya Marekani, hasa kupitia wizara yake mambo ya nje chini ya waziri Marco Rubio. Makubaliano hasa yamehusisha mawaziri wa mambo ya nje wa nchi ya Kongo, maana yake namkusudia Teresia Wagner, pamoja na waziri wa mambo ya nje wa nchi ya Rwanda ambaye namkusudia Oliver Nduhungirehe. Makubaliano haya ni makubaliano ambayo yanaonyesha muendelezo wa kampeni ya nchi ya Marekani chini ya utawala wa Rais Donald Trump kwenye swala zima la migogoro, namna ya kutatua migogoro. Tumeshuhudia siku kadhaa nyuma Rais Donald Trump alistopisha mapigano yaliokuwa yakiendelea baina nchi ya Iran na nchi ya Israel, na hata Israel walipoamua kuchukua ndege dakika za mwisho kutaka tena kwenda kushambulia katika nchi ya Iran, Donald Trump alikuwa mkali kidogo kuambia wastopishe hilo zoezi. Lakini vile vile ni siku moja imepita toka Rais Donald Trump aliposema tunategemea wiki 2 zijazo mgogoro wa Gaza utakwisha. Lakini wakati huo dunia ikiwa inasubiria mgogoro wa Gaza kufikia katika kilele chake, siku ya jana tumeshuhudia waziri wa mambo ya nje wa nchi ya Kongo na waziri wa mambo ya nje wa nchi ya Rwanda wakisaini makubaliano ya amani. Na hata alipoulizwa kuhusiana na joto ambalo limekuwa likifuta mara kwa mara kuhusiana na nchi ya Korea Kaskazini pamoja na nchi ya Korea Kusini, Rais Donald Trump alisema Kim Jong-un ni rafiki yake, na hivyo swala la kuuzima mgogoro huo ni jambo ambalo linawezekana. Kwa hiyo huu ni muendelezo wa kampeni ya Rais Donald Trump ambaye mara nyingi amekuwa akisema anahitaji Nobel Prize, anahitaji apewe nishani ya amani. Bila shaka usuluhishi huu wa kufikiwa kwa makubaliano haya ambayo yanajulikana kama Peace and Security for Critical Minerals ni makubaliano ambayo actually yanaweza kutupa picha pana katika ya kikanda na picha pana ya ushindani wa kiulimwengu. Katika upande wa kikanda, moja katika pointi muhimu za makubaliano ni kwamba nchi ya Rwanda inatakiwa istopishe kusupply silaha katika vikundi vinavyopatikana upande wa mashariki mwa nchi ya Kongo, maana yake ni kama cha M23. Na hekima ya kutumia au busara ya kuhusisha nchi hizi mbili na badala ya kuhusisha vikundi kama vya M23 ni kwa sababu bila shaka Marekani na taarifa za kutosha kuhusiana na ushiriki wa nchi ya Rwanda katika mgogoro huu. Hivyo kuizuia nchi ya Rwanda kusupply silaha katika vikundi kama vya M23, bila shaka hilo linategemewa kwamba litakuwa na matokeo chanya. Pamoja na kwamba katika movement iliyofanyika takriban miezi 5 nyuma haikuhusisha kundi la M23 peke yake, bali ilihusisha vikundi vingi ambavyo vilikuwa vimebeba anwani ya Alliance au River Congo Alliance. Maana yake ilikuwa ni ushirikiano wa vikundi vingi na M23, maana yake ilikuwa ni sehemu ya umoja huo. Makubaliano haya ni makubaliano ambayo actually tunaweza tukayatazama katika engo tofauti kama tulivyozungumza. Katika engo ya kwanza tunaona kwamba kuna ushiriki wa moja kwa moja wa nchi ya Marekani katika siasa za ndani ya Kongo. Ushiriki wa mwanzo tunafahamu ulikuwa ni ushiriki zaidi wa kidiplomasia. Ushiriki ambao pressure yake ilipelekea mtu kama Rais Joseph Kabila asiweze kushiriki katika uchaguzi ambao ulitoa fursa kwa Rais Felix Tshisekedi aweze kuingia madarakani. Maana yake ni kwa msaada wa Marekani. Lakini kwa hivi sasa tutashuhudia kama Marekani itashiriki moja kwa moja kama katika swala la uchimbaji wa madini. Maana yake mkataba au makubaliano haya lengo kubwa zaidi ni kutoa fursa kwa Marekani kwenda kuwekeza katika upande wa mashariki mwa nchi ya Kongo. Uwekezaji ambao kwa upande mmoja au mwingine tunautazama kwamba inawezekana ukawa na faida kwa Kongo,
lakini pia inawezekana ukawa na madhara kwa Wakongo. Faida itakayopatikana kwa Wakongo ni katika upande wa peace and security, katika upande wa usalama na katika upande wa amani. Tunafahamu kwa maendeleo ya nchi kama ya Kongo au maendeleo ya nchi yoyote, ili nchi iweze kwenda mbele, kuna swala la amani linatakiwa sana, ili watu waweze kufanya shughuli za kiuchumi. Kwa hivyo kuna hali hiyo ya amani inaweza ikapatikana kwa sababu ya ushiriki wa moja kwa moja ya Marekani katika swala la uwekezaji katika upande wa madini, kwa sababu tunavyofahamu ni wazi nchi kama Marekani kwenda kuwekeza sehemu ambayo haina amani moja kwa moja ni jambo ambalo wakati mwingine linakuwa ni jambo gumu. Kwa hiyo inawezekana ushawishi wa Marekani katika hili ukapelekea kwa upande mmoja mwingine kupatikana kwa sehemu ya usalama katika upande wa mashariki mwa nchi ya Kongo. Hilo ni jambo la kwanza. Lakini jambo la pili, tunaona kwamba katika upande wa uchumi inawezekana Marekani ndio akawa mnufaika mkubwa kuliko nchi ya Kongo, kizingatia kwamba Marekani lengo lake kubwa ni kwenda kuwekeza katika upande wa critical minerals. Maana tunazungumzia madini kama ya cobalt ambayo ni madini muhimu katika ukuaji wa teknolojia. Maana ukizungumzia magari kama yanayotumia umeme, ukizungumzia simu, ukizungumzia laptops, unahitaji pia uwe na matumizi au inahusisha pia matumizi ya madini kama ya cobalt, madini kama ya coltan, madini ambayo actually huwa hayatakiwi kwa sababu yenyewe ni coltan, lakini kwa sababu ya zile component zinazopatikana katika madini ya coltan. Maana yake unazungumzia zile component kama za niobium au madini kama ya tantalum, actually ambayo ni madini ambayo huwa yanasaidia zaidi katika upande wa vifaa ambavyo vinatumia battery, maana kupunguza lile joto. Maana ukiona kama una simu, laptops au zile injini za ndege, maana kupunguza lile joto unahitaji zaidi sehemu hiyo ya madini ya coltan, maana yake ni tantalum, ndio inasaidia zaidi kwenye kupunguza kiwango cha joto. Kwa hiyo uwekezaji katika upande huu tunaona moja kwa moja utakwenda kuipa access kubwa Marekani kuweza kuyafikia madini ya Kongo, lakini vile vile kuongeza sehemu ya utajiri mkubwa wa nchi ya Marekani, kiasi ambacho tunapata shaka kwamba raia wa nchi ya Kongo wanaweza wakanufaika vipi, pamoja na kwamba kuingia kwa nchi kama Marekani, na ikiwa kweli amani itapatikana, kutasaidia zaidi kupunguza kiwango cha madini ambayo kimekuwa kikitoroshwa mara kwa mara. Ukizingatia kwa mfano mwaka 2016 nchi ya Rwanda ndio ilikuwa inaongoza kwa 50% takriban, imeweza kuuza duniani, yani maana yake imekuwa supplier mkubwa duniani wa madini kama ya cobalt, madini kama hayo ya coltan, iliweza kufanya vizuri sana kwa mwaka 2016. Pamoja na kwamba nchi ya Rwanda maana yake ni nchi ambayo haina utajiri mkubwa kama nchi ya Kongo, kwa sababu madini kama ya coltan maana yake 80% yanapatikana katika nchi ya Kongo. Kwa hiyo actually inaonekana wazi kabisa ni utoroshaji wa baadhi ya madini ulikuwa ukifanyika. Na vile vile ukizingatia kwa mfano katika mwaka 2024 tarehe 19 mwezi wa pili, nchi za Umoja wa Ulaya ziliingia makubaliano na nchi ya Rwanda kuhusiana na critical minerals, kwamba nchi ya Rwanda iwe na supply katika Umoja wa Ulaya baadhi ya madini ambayo yanaweza kutumika katika ile tunasema na green and clear energy. Tukisema green and clear energy, maana yake tunazungumzia madini ambayo yanaweza kutumika kuzalisha nishati bila kuchafua hali ya hewa. Madini ambayo kwa kiasili mengi yanapatikana katika nchi ya Kongo, lakini nchi za Umoja wa Ulaya zinaenda kuingia makubaliano na nchi ya Rwanda, which means kwamba nchi ya Rwanda ndio ilikuwa ikisukuma wale wapinzani wa nchi ya Kongo kushwa baadhi ya maeneo ya mashariki mwa Kongo na kutorosha sehemu ya madini ambayo mwisho wa siku yenyewe ilikuwa ikifanya kusupply kuelekea katika nchi za Ulaya. Kwa kushiriki moja kwa moja kwa nchi ya Marekani inawezekana kukafanya movement kubwa ya kuweza kuzuia pia hili la utoroshaji wa madini ambalo likifanyika kiholela. Lakini jambo lingine ambalo tunaliona ni kwamba jambo hili la makubaliano maana yake litakuwa linatengeneza karata nzuri kwa nchi ambazo zinapatikana pembezoni mwa nchi ya Kongo. Maana yake unazungumzia nchi kama ya Angola, unazungumzia nchi kama ya Zambia, unazungumzia nchi kama Tanzania. Ukizungumzia nchi ya Angola ni kwa sababu ile supplying roads, ile madini yanayovunwa kutoka katika nchi ya Kongo ili kuelekea katika nchi kama ya Marekani au nchi za Ulaya inategemea zaidi route ya kutokea katika nchi ya Angola, maana yake kupitia katika bandari ya Lobito au ile corridor inayoitwa corridor Lobito corridor. Kwa hiyo maana yake tunategemea kwamba nchi ya Angola
Kama ina makubaliano na nchi ya Marekani ya muda fulani, itakapokuja kuyahuisha tena makubaliano hayo, maana yake itakuwa na karata muhimu ya kuweza kuzungumza na Marekani kwenye upande wa biashara, kwa kuzingatia kwamba Marekani hana njia nyingine ya kutoa madini au mali itakayokuwa inachukua Kongo isipokuwa ni kupitia katika nchi ya Angola. Lakini vile vile kuingia kwa Marekani katika nchi ya Kongo, especially katika upande wa mashariki, ni kutaka kudhibiti ushawishi wa nchi ya China. Kwa sababu moja katika mambo ambayo tulipata kuzungumza siku za nyuma wakati tunazungumza migogoro ya nchi ya Kongo, vurugu iliyokuwa inafanywa na M23 kwa hizi siku za karibuni, tulizungumza ina ishara ya wazi ya ushawishi wa nchi ya Marekani, kwa sababu ni vurugu ambayo ilianza hasa baada ya kuingia kwa Rais Donald Trump madarakani. Na tulizungumza tukasema kwamba kinachoonekana ni kwamba Marekani inajaribu kutafuta njia ya kuweza kuingia Kongo moja kwa moja, na bila shaka Kongo sasa hivi imefanikiwa. Kwa kutumia mgogoro wa M23, Marekani imefanikiwa kuingia Kongo moja kwa moja. Kuingia kwake Kongo, lengo lilikuwa ni lengo ni kudhibiti ushawishi wa nchi ya China. Kwa sababu ukiangalia rais kama Felix Tshisekedi kuingia kwake madarakani ni kwa msaada wa nchi ya Marekani. Lakini katika watu waliokuwa wanufaika wakubwa katika kunufaika na uchimbaji wa madini katika nchi ya Kongo ni nchi ya China. Nchi ya China ambayo ni mshindani wa nchi ya Marekani. Kwa hivyo kuingia kwake sasa hivi Marekani, lengo ni kuidhibiti nchi ya China. Lakini nimetaja nchi kama ya Zambia, nimetaja nchi kama ya Tanzania kwa sababu vile vile China hana sehemu ya kutokea katika nchi ya Kongo, isipokuwa anategemea nchi ya Zambia na anategemea nchi ya Tanzania. Na hii ni kwa sababu China ndio watu walioshiriki kwenye kuitengeneza ile reli, tunaita reli ya Tazara, ambayo inahusisha nchi ya Zambia na inahusisha nchi ya Tanzania. Kwa maana hiyo, kama kuna makubaliano au kutatokea makubaliano ya namna yote baina ya nchi kama ya Zambia, nchi kama ya Tanzania kwenye matumizi ya reli yake, ikihusisha nchi kama ya China, maana yake hizi nchi mbili zitakuwa zina karata muhimu ya wao kuitumia ili kuweza kupata maslahi, kwa sababu nchi ya China haiwezi kupita Rwanda, kuzingatia uhusiano baina ya Rwanda na nchi za magharibi. Kwa hivyo njia pekee ya wenyewe kupita ni kwa kutumia Zambia na kutumia nchi ya Tanzania. Kwa hiyo maana yake makubaliano ya namna yote baina ya Zambia au Tanzania na nchi ya China ni makubaliano ambayo hizi nchi mbili zinatakiwa zichukue katika critical level, yani ichukue katika level ya juu, kwa kuzingatia kwamba Mchina hana njia nyingine, hana outlets, hana njia ya kutoka. Njia yake ya kutoka inategemea zaidi hizi nchi mbili. Kwa hiyo maana ni karata muhimu ya wao kutumia ili kuweza kupata faida. Lakini jambo lingine ambalo tunajaribu kulitazama ni kuhusiana na namna gani wananchi wa kawaida wanaweza wakapata faida. Namna gani wananchi wa kawaida wanaweza wakapata faida. Tumekuwa tukishuhudia kwa muda mrefu toka kipindi cha ukoloni, global powers, zile nchi kubwa duniani ndio zimekuwa wanufaika wakubwa kwa kuwatumia Wakongo kushiriki katika uchimbaji wa madini, au kutumia watoto wadogo kushiriki katika uchimbaji wa madini ili kuweza kupunguza gharama zile za uchimbaji wa madini. Lakini mwisho wa siku wanufaika wakubwa wanaendelea kubaki kuwa ni nchi kubwa, nchi kama za Marekani au nchi kama za Belgium kwa miaka ya nyuma, nchi kama za China. Kwa hiyo tunategemea kwamba huenda kwa kipindi hichi, kwa sababu ya namna jambo lake lilivyokuwa limetengenezwa, inawezekana kwa upande mmoja au mwingine pia likawa lina manufaa pia kwa raia wa kawaida wa nchi ya Kongo, kuzingatia kwamba mikataba itakayoingiwa sasa hivi inawezekana ikawa ni mikataba tofauti na ile utaratibu uliokuwa ukitumika mwanzo. Lakini jambo lingine ambalo tunajaribu kulitazama katika hili ni kwamba nchi za Ulaya zilikuwa zinategemea zaidi nchi ya Rwanda. Nchi za Ulaya zinategemea zaidi nchi ya Rwanda ili ziweze kupata ile supply ya madini. Kwa utaratibu ulioko sasa hivi ni kwamba kuna uwezekano mkubwa Rwanda ikaonekana kwamba inatakiwa ikae pembeni, ikiwa Kongo itaihakikishia Marekani kuyafikia maslahi yake moja kwa moja. Maana yake inawezekana pakawa hakuna uhitaji wa kutumika nchi kama Rwanda katika upande wa yani Marekani kuitumia nchi kama Rwanda, jambo ambalo litailazimisha au litazilazimisha nchi za Ulaya zirudi kwenye mazungumzo labda na nchi kama Marekani, ambayo imekuwa sasa hivi wana msigano mkubwa hasa katika upande wa masuala ya kibiashara.
Kwa hiyo inaweza ikalazimika nchi za Umoja wa Ulaya kurudi kuingia kwenye makubaliano labda na nchi kama Marekani, aidha kupata maeneo ambayo wenyewe pia watahitaji wavune madini au waweze kununua madini kutoka katika nchi ya Marekani. Na kwa sera sasa hivi ya nchi ya Marekani kwa rais kama Donald Trump, maana yake inawezekana akahitaji zaidi afanye nao biashara kuliko kuwatengenezea njia wao kwenda kuvuna madini, na hii ni kutokana na sera zake ambazo amekuwa akizisimamia sasa hivi katika upande wa uchumi. Lakini jambo la mwisho tunalolitazama ni kwamba tunahitaji muda kidogo ili kuweza kuona kwamba kutokushirikishwa kwa vikundi kama vya M23 au vikundi vile vya wanaojiita wazalendo pale nchini Kongo kutakuwa kuna athari ya kiwango gani katika swala la amani. Kwa sababu ikiwa kweli amani haitakuwepo, itaendelea kuwa ni situation ambayo ni very critical, maana yake itaonyesha wazi kwamba M23 hawajiatacha au hawana ushirikiano na nchi ya Rwanda. Lakini ikiwa amani itapatikana kwa kushirikisha tu Rwanda na Kongo bila kushirikishwa vile vikundi ambavyo vinapigana, vikundi kama vya wazalendo, vikundi kama vya M23, ni ishara ya wazi kwamba Rwanda ndiyo ilikuwa ikishiriki kusupport vile vikundi vilikuwa vikifanya upinzani katika nchi ya Kongo. Kwa sababu makubaliano haya ni makubaliano ambayo yamehusisha Kongo na Rwanda tu bila kuwahusisha vikundi vya ndani. Lakini ikiwa vurugu zitaendelea katika nchi ya Kongo, itatuonyesha wazi kwamba Kongo au Rwanda inawezekana hoja yake ilikuwa kiitumia siku kwamba yenyewe hai support movement kama za M23, inawezekana hoja yao ikawa ina mashiko. Bila shaka bado tuna muda wa kuendelea kutazama tukitaraji kwamba katika utekelezaji wa jambo hili inawezekana tukapata taswira iliyokuwa bora zaidi ya hii ambayo tumekuletea. Jina langu naitwa Maulid Ali Mnukwa, ni kuombe tusisahau kusubscribe, kulike, kushare pamoja na kucomment. Uwe na muda mwema.